أهلا وسهلا ومرحبا بكم في دورة القرآن الكريم ذكري أونلي أكاديمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Karibu tena kwa mara nyingine katika akademi yetu ya Dhikri Only Academy kwa ajili ya malezi ya moyo, na tuko katika series ya ahkamu tajwid, na tuliangalia katika hukumu za hamzatul wasl, tukatoka tukaingia katika ahkamu za nun sakina, na leo tunaingia katika hukumu za mim sakina. Hukumu za nun sakina tuliziona kuwa ziko 4. Kuna idghamu, ikhfa'u, idharu na iqlabu. Na leo katika hukumu za mim sakina, kama unavyoona katika screen yako hicho kimim, hukumu za mim sakina, sawa, zenyewe ziko 3. Sawa, zenyewe ziko ngapi? Ziko 3. Ya kwanza kabisa inaitwa idghamu mutamathilain. Idghamu mutamathilain, hiyo ya kwanza. Na ya pili inaitwa ikhfa'u shafawi. Na ya tatu inaitwa idharu shafawi. Idharu shafawi. Herufi za Kiarabu ziko 28. Katika herufi hizo za Kiarabu, herufi ambayo inahusika katika idghamu mutamathilain ni herufi ya mim, kama nilivyoiona unavyoiona kwenye screen hapo. Halafu herufi ya ikhfa'u shafawi ni herufi ya ba, ni 1. Zinazobaki 26 zote ni katika herufi za idharu shafawi. Kwa hiyo utakuja kuona kila moja inakuwa vipi. Leo focus yetu ni katika idghamu mutamathilain. Idghamu mutamathilain. Kwa leo tupo katika idghamu mutamathilain. Idghamu ni nini? Idghamu kama tulivyoona kule katika ahkamu za nun sakina ni kuingiza kitu. Kwa hiyo idghamu kuingiza kitu. Kwa hiyo unachukua kitu kimoja unaingiza katika kingine. Na mutamathilain maana yake ni nini? Vitu viwili vyenye kufanana. Kwa maana yake ni kuchukua mim moja kuingiza kwenye mim nyingine. Kwa hiyo hii mimu ya kwanza iwe na sifa zipi na mimu ya pili iwe na sifa zipi, ndio tutakuja kuona zaidi katika hii. Kwa hivyo katika hizi hukumu za mim sakina, tunachotakiwa tufanye ni nini tunapokuwa katika hii hukumu labda ya idgham mutamathilain? Kama nilivyosema, kwanza idghamu ni merging, kuingiza kitu, kuchukua kitu kimoja kuingiza kwenye kitu kingine. Kwa hiyo kuchukua mim moja kuingiza kwenye mim nyingine, kama unavyoona hapo nilivyokuwekea. Kwa hiyo hukumu yake inakuwa ni vipi? Nini kinatokea? Kwa hiyo zinapokutana mim moja ukaingiza kwenye mim nyingine, kinachotokea ni wewe unasoma kwa kutia ghunna kwa muda wa haraka 2, kama sekunde 2 kasoro kidogo, ndio unachotakiwa ufanye katika kusoma kwako. Na sifa za hizo herufi zinakuwa vipi? Sifa yake tumesema kwanza utavuta kwa muda huo wa haraka 2, kama nilivyosema utavuta kwa muda wa haraka 2. Hicho kitu cha kwanza. Na sifa ya hii mimu ya kwanza itakuwa vipi? Hii mimu ya kwanza yenyewe, kama unakumbuka katika hukumu za nun sakina, kuna nuni ambayo unakuta ina kisukun, alafu kuna nyingine unaikuta iko empty. Kwa hiyo hii mimu ya kwanza yenyewe mara nyingi itakuwa haina kile kisukuni cha kuonekana. Sawa? Kitakuwa kama kimefichwa. Kwa hiyo kuna mim ina sukun au sekne ina sukun, lakini ile sukuni yenyewe inakuwa haijawekwa kialama pale katika zile masafu yako unayotumia nzuri ya kusoma. Sawa? Alafu itafuatiwa na mim ya pili. Hiyo mimu yenyewe ya pili yenyewe inatakiwa iwe ina shadda. Inakuwa ina nini? Ina shadda. Kwa utakapoona mimu ya kwanza
haina kialama na mimu ya pili inakuwa ina shadda, basi hapo ujue hiyo ni hukumu ya idghamu mutamathilain. Sawa Kwa kukusanya herufi mbili na kuifanya moja iingie ndani ya nyingine, sawa hiyo ndiyo hukumu ya idghamu. Kwa hiyo by definition, sawa, tunasema ni nini idghamu mutamathilain? Wa ibaratun, ni unapokutana na ibara au sentensi au aya. Tunaweza kusema ibara katika Kiarabu, sio lazima kwenye Qur'an, hata kwenye Kiarabu, sawa. Wa ibaratun, ni ile ibara, sawa, an khalti, inayohusisha, sawa, inayohusisha khalti, kuzikusanya harfaini, herufi mbili. Herufi zako ngapi? Mbili. Wa idkhali, na kuingiza ahadi, moja ya zile herufi, hima, sawa. Wa idkhali ahadihima, na kuingiza moja ya zile herufi, fil akhir, ndani ya herufi nyingine. Fil akhir, ndani ya herufi nyingine. Hiyo ndiyo maana ya idghamu mutamathilain. Wa ibaratun an khalti alharfaini wa idkhali ahadihima fil akhir. Kwa hiyo kwa wale wanaofuatilia kusoma kama kwenye vitabu kule kwenye kozi zetu, kitabu kama cha Hidayatul Mustafid fi Ahkam at-Tajwid, ndio utakutana na ibara kama hizo. Kwa hiyo hapa tunasoma kivitendo zaidi kwa kuona, ili mtu asione ugumu kwenye kujifunza. Let's proceed. Tuendelee bila kupoteza muda. Tuende kwenye mifano sasa, ili tuweze kuona inakuwa vipi kwenye Qur'ani ili jambo utajifunza kivitendo. Kwa hiyo tunaenda sasa kwenye kusoma. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kwa aya ya kwanza hapo utaona hapo tumekutana mimu ya kwanza katika aya yetu, na mimu ya pili ni hiyo ya njano. Mimu ya kwanza tumesema itakuwa haina nini? Haina kile kialama kisukuni. Kingekuwa kisukuni hapa sasa ingekuwa sio, lakini tumeona haina kialama cha kisukuni. Na mimu ya pili unaiona hapo ina shadda. Kwa hiyo moja kwa moja hii ni hukumu ya nini? Ni hukumu ya idghamu mutamathilain. Na tutasoma fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Sawa? Mfano wa kwanza huo. Twende kwenye mfano wa pili. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi. Huwa alladhi khalaqa lakum lakum tumeichukua mimma, tumeitia katika hiyo mimu ya pili. Mfano mwingine, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Sawa? Kwa hiyo utaona ya kwamba kwenye kila aya ambayo tumeisoma, mimu hizi za kwanza utaona kuwa zenyewe hazina kile kialama cha sukuni juu. Ya kwanza hii utaiona hapo, ya pili hii hapo hivyo hivyo, ya tatu umeiona. Zote hizi za kwanza hizi hazina nini? Hazina sukuni juu yake, ile kialama cha sekne, sukuni hakijawekwa. Hiyo inakujulisha. Na utaona pia ukichunguza utaona pia kuwa katika hizi mimu za pili zote zina shadda. Sawa? Zina shadda. Kwa hiyo haijalishi kwamba utachunguza kwamba hii ya kwanza hii ilikuwa ina fatha, naona hii huku ina kasra, sawa, lakini sio shida. Kwa hiyo qulubihim marad lakum, hivyo